Nianze kwa kushukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa ambao inafanya kwenye manispaa yetu ya Morogoro. Kwa sasa tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye eneo la Kingolwila, tumekamilisha mradi mkubwa wa usambazaji wa maji maeneo mengi ambayo kwa pati huduma, maeneo ya Kitungwa sasa hivi tunaunganisha wananchi, tayari tumeshalaza matawi, kuna mabomba yamelazwa, tunaendelea kulaza. Tumekamilisha kazi kule Kologoso ambako ni eneo ambalo halijawahi kuwa na miundombinu kabisa ya maji. Tumekamilisha kazi kwenye maeneo mengi ya shule, mtaa shule kule, mtaa zahanati, Tambukareli, mtaa wa Bomba la Zambia, maeneo mengi ambayo kwa kweli yalikuwa na changamoto ya huduma ya maji, sasa hivi wanaweza kupata huduma ya maji. Lakini bado tunaendelea pia, serikali imewekeza kwenye maeneo ya Mkundi, Kiegea na Lukobe. Tunapata zaidi ya fedha bilioni 1.331 kutoka serikali kuu, lakini na sisi tumechangia kama milioni 484. Kwa jumla kama bilioni 1.8 imewekezwa kwa ajili ya kulaza kilomita 194 Lukobe, Mkundi na Kiegea, na wananchi wameanza kuunganishwa maji. Mpaka sasa tumeshaunganisha wananchi karibia 1900, 1828 ni karibia 1900 kufikia sasa, kwa sababu bado tunaendelea kuunganisha na kazi hiyo inafanyika vizuri. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa na serikali, na hiyo ni awamu ya kwanza ya ulazaji wa mabomba. Tunaenda kwenye awamu ya pili ambayo tutalaza mabomba kilomita 268. Tayari mzabuni yashapatikana na mabomba yashaanza kuletwa. Na baada ya hapo tutaenda kwenye awamu ya tatu ambayo tunaendelea kutafutia fedha, tutalaza karibia kilomita 248. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa. Kwa maeneo hayo kazi inaendelea. Lakini kuna eneo la Mindu ambalo kwa sasa iko mitaa ambayo bado haina huduma. Kuna mtaa wa Madaganya, kuna mtaa wa Mkwajuni, kuna mtaa wa Mikoroshini. Maeneo hayo bado yalikuwa yana changamoto ya huduma. Mkandarasi yuko tayari site, anaendelea kufanya kazi ya kulaza mabomba kutoka kule kwenye chanzo cha mto Katiwa, anaendelea kuleta mabomba mpaka kuvusha barabara hii ya Iringa, na baada ya hapo kutakuwa na mabomba ya usambazaji maji kama kilomita 13.5 ili wananchi wa maeneo yale waweze kupata huduma. Kwa hiyo kazi inafanyika. Kwa hiyo tunaomba wananchi waendelee kuwa wavumilivu wakati kazi inaendelea kufanyika. Kazi imefikia 44% na kazi inaendelea. Kwa matumaini yetu ni kwamba kazi hii mwaka huu itaweza kukamilika. Ziko hatua ambazo tunachukua kwenye swala la upotevu wa maji hasa. Maana upotevu wa maji uko ndani ya uwezo wetu. Bomba likiwa linavuja maji unaliona. Kwa kwanza tumeanza ushirikiano na wananchi kwa maana ya viongozi wa serikali za mitaa. Tunahitaji kupata taarifa kwa wakati ili tuweze kushughulikia changamoto hiyo kwa haraka. Lakini pia kwenye swala la uvujaji tunataka kuboresha kwa kubadilisha mabomba ambayo ni chakavu. Yako mabomba ambayo ni chakavu, hata ukitengeneza leo kesho tena uvujaji unajitokeza. Kwa hiyo lazima tubadilishe miundombinu hiyo, lakini tunajikita zaidi pia kutumia teknolojia ili tupate taarifa kwa wakati, lakini pia tuweze kushughulikia kwa haraka, lakini pia tuone kwamba eneo fulani taarifa itolewa lakini haijashughulikiwa kwa wakati. Kwa hiyo ni maeneo ambayo ni muhimu. Lakini kwenye wizi wa maji kwa kweli tunawataka wananchi, moja, wawe waadilifu. Lakini pili, tupewe taarifa ukiona mwananchi yoyote mwingine anafanya jambo ambalo unaona linafanana na wizi. Kwa hiyo naomba sana ushirikiano wa wananchi kwenye jambo hilo ili tuweze kupiga vita hii ya wizi wa maji kwa pamoja. Labda jambo la muhimu la kwanza ni kwamba mpaka sasa hajaathirika kwenye uzalishaji wa maji kwenye bwawa la Mindu. Hiyo ni muhimu sana kwanza kufahamu. Pamoja na kwamba mchanga upo, lakini sehemu ya mchanga ni ndogo sana kuweza kuathiri uzalishaji wa maji. Kwa hiyo ni muhimu tufahamu hilo. Lakini la pili, tunaenda kufanya kazi ya kubwa ya kuinua tuta la Mindu. Tuta la bwawa. Tutaongeza ile tuta kwa mita 2.5. Sasa wakati mkandarasi anafanya kazi hiyo, kazi nyingine atakayofanya ni kusafisha ile bwawa. Kwa hiyo kazi hiyo itafanyika. Kwa sasa mpaka sasa hatujaathiriwa na tuoni kama kwa karibuni inaweza kuathiriwa na uwepo wa mchanga kwenye bwawa. Kwa majina naitwa Mhandisi Hospitali Rutonja, meneja wa RUWASA mkoa wa Morogoro. Kwenye mkoa wa Morogoro kwa jumla tunavyo vijiji 685 na katika vijiji hivyo tayari kufikishia huduma ya maji vijiji 608. Bado tuna vijiji 77 ambavyo havijapata huduma. Jitihada za serikali zinaendelea kuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikishiwa huduma ya maji katika maeneo yao. Tayari tunaendelea na miradi 42 kwenye mkoa wa Morogoro yenye jumla ya thamani ya bilioni 110. Kwa miradi hiyo yote
ni mategemeo yetu kwamba inaenda kukava asilimia kubwa ya vijiji ambavyo hatujavifikia, tunaenda kuvifikia, lakini pia kuendeleza usambazaji wa maji kwenye maeneo mbalimbali ambayo hayajafikiwa, kwa sababu kuna maeneo mengine ambayo tumechimba visima, kisima kipo, wananchi wanapata kwenye eneo chache tu. Kwa hiyo kazi iliyopo mbele yetu ni kusambaza ili kijiji kizima kipate maji. Kwa hiyo ni miongoni mwa jitihada ambazo serikali imewekeza kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba kijiji tutakuwa tumekifikia, lakini tusambaze maji katika vitongoji vyote viwe na uhakika wa kupata maji. Kwa hiyo serikali inaendelea na jitihada hizo, na Mheshimiwa Rais tayari anaendelea kuleta fedha za kutosha. Tuna imani kwa upatikanaji wa maji kwa sasa hivi kwa mkoa mzima wa Morogoro. Hii tunaongelea na maeneo yote ambayo yanahudumiwa na manispaa ikiwemo mamlaka za maji, Gairo, Ifakara. Asilimia ya upatikanaji maji ni 70% kwa sasa, 70.96. Lakini miradi yote ambayo tumeisikia hapa inaendelea, ukiwemo hapa manispaa kule vijijini, itakapokamilika yote kwa pamoja, tunaenda kufikia zaidi ya 92% ya upatikanaji wa maji kwenye mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo serikali bado inaendelea kuwekeza jitihada, na tuna imani maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 25-2030 tutayatimiza kwa wakati.